Hivi umewahi kujiuliza inachukua sekunde ngapi kwa mfumo wa ulinzi wa kiongozi mkubwa kuporomoka? Tarehe 19 Januari mwaka 2013, dunia ilishuhudia moja ya matukio ya kustaajabisha zaidi ya udhaifu wa kiusalama au security breach kwenye historia ya kisasa. Kwenye levo ya ulinzi wa kiongozi, yani security breach, ni hali ambayo mtu asiyeruhusiwa anafanikiwa kuvunja safu zote za ulinzi na kufika eneo lililolindwa na kumkaribia kiongozi akiwa na nia ya kumdhuru. Ndiyo kilichotokea mjini Sofia nchini Bulgaria. Kiongozi wa chama cha Rights and Freedoms, Ahmed Dogan, alikuwa jukwaani akihutubia maelfu ya wajumbe. Mkutano huo ulikuwa na ulinzi mkali wa maafisa usalama kama ilivyo kawaida ya mfumo wa VIP protection. Lakini katikati ya hotuba yake, kijana wa miaka 25 aitwaye Oktay Enememedov alitembea kwa utulivu huku akiwasoma walinzi kwa ustadi mkubwa. Akapanda jukwaani bila kizuizi chochote na kumfikia mwanasiasa mashuhuri na mwenye ushawishi mkubwa nchini Bulgaria, Ahmed Dogan. Mbele ya kamera zilizokuwa zikirusha matangazo mubashara, Oktay alinyosha bastola moja kwa moja kwenye kichwa cha Dogan na kujaribu kufyatua risasi. Ilikuwa ni sekunde inayotenganisha uzima na mauti. Lakini miujiza ilitokea. Bastola hiyo ya gesi ilikwama mara mbili. Dogan alitumia fursa hiyo fupi kutetea nafsi yake kwa kusukuma mkono wa mshambuliaji kabla ya kupoteza mwelekeo na kuanguka. Hapo ndipo walinzi na wajumbe walipozinduka kutoka kwenye mshtuko, wakamrukia mshambuliaji huyo na kumdhibiti. Baadaye, Oktay alieleza mahakama kuwa nia yake haikuwa kumuua Dogan, bali alitaka kumfedhehesha na kuonyesha umma kuwa kiongozi huyo hakuwa na ulinzi. Wataalamu wa vipimo walithibitisha kuwa bastola hiyo ya gesi isingeweza kumuua mtu kutoka umbali ule. Hii ilimnusuru na kifungo cha maisha kwa jaribio la mauaji, na badala yake akahukumiwa miaka 3 na miezi 6 jela kwa kutoa vitisho vya mauaji na kufanya fujo. Kifungo ambacho alikimaliza na kuachiliwa huru mwaka 2016. Tukio hili lilizua maswali mazito duniani kote. Mshambuliaji aliwezaje kupita kwenye kila safu ya usalama akiwa na silaha? Kwenye ulinzi wa viongozi, yani VIP protection, makosa madogo hayana nafasi ya pili. Maafisa usalama wanaposhindwa kutabiri hatari kabla haijatokea, basi jua maisha ya kiongozi, kama ilivyokuwa kwa Ahmed Dogan siku hiyo. Kwenye madeni ya usalama, uzembe wa sekunde moja unaweza kubadili historia ya nchi milele. Hii ni AyoTV Sports. Mimi ni Gladness Joseph na mwandaaji wa makala hii ni Masu Brand.